Jambo na karibu wa ndugu wapenzi watazamaji na wafuatiliaji wa Kwetu Kivu Media. Tunawakaribisha kwenye kipindi chetu chema cha matangazo ya habari za asubuhi ya leo, tukiwa mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hii ni Kwetu Kivu Media, ikiendelea kupeperusha habari za ukweli zinazoendelea ndani na nje ya nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ndugu mpenzi mtazamaji, kama ni mara ya kwanza kufuatilia habari kupitia Kwetu Kivu Media, hakikisha una subscribe, una comment ukitujuza unaendelea kufuatilia Kwetu Kivu Media ukiwa maeneo gani, na pia una share ili wengine waendelee kupata habari zetu za kila siku. Ndugu mpenzi mtazamaji, baki nasi ili upate habari za asubuhi ya leo. Unaweza ukagusa kwenye description au mkommentaire, utakutana na linki ambayo itakuunga na group letu la WhatsApp ili uendelee kupata habari zetu za kila siku. Acha niwakumbushe kwamba Kwetu Kivu Media inakutilia habari kila siku asubuhi saa 11:15, donc 5h50 utakuwa kukutana na habari zetu za asubuhi. Baki nasi hadi mwisho. Jeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC imeripotiwa kufanya mashambulizi makali ya angani kwa kutumia ndege zisizo na rubani drones dhidi ya ngome za waasi wa Alliance Fleuve Congo wanaoongozwa na kundi la M23 katika eneo la Buleusa lililoko katika jimbo la Kivu Kaskazini. Mashambulizi haya yaliyofanyika katika siku za hivi karibuni ni sehemu ya operation ya kijeshi zinazoendelea za FARDC zinazolenga kuzoofisha uwezo wa kijeshi wa waasi hao ambao wamekuwa wakidhibiti maeneo kadhaa katika mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Vyanzo vya habari vya ndani vinaripoti kuwa ndege za kivita za FARDC zimekuwa zikilenga maeneo ya muhimu ya kimkakati ya waasi, ikiwemo kambi za kijeshi na magala ya silaha. Kwa mujibu wa taarifa kutoka kwa duru za usalama, mashambulizi hayo yamekuja kufuatia kuongezeka kwa harakati za waasi wa AFC M23 katika eneo la Buleusa, ambapo wamekuwa wakijikusanya na kuimarisha ngome zao. Jeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC likisaidiwa na wanamgambo wa Wazalendo limekuwa likijibu vikali harakati hizo kwa lengo la kurejesha udhibiti wa maeneo yote yanayokaliwa na waasi. Ingawa hakuna taarifa rasmi iliyotolewa na FARDC kuhusu idadi kamili ya vifo au majeruhi kutokana na mashambulizi hayo, ripoti za awali kutoka kwa mashuhuda zinaeleza kuwepo kwa uharibifu mkubwa katika kambi za waasi. Moshi nzito ulionekana ukifuka kutoka maeneo yaliyolengwa, ishara ya milipuko ya moto iliyosababishwa na mashambulizi. Hali ya usalama katika jimbo la Walikale na maeneo jirani ya Masisi na Ruchuru imeendelea kuwa tete, huku mapigano ya mara kwa mara yakizuka kati ya jeshi la FARDC na waasi wa M23. Mashambulizi haya ya angani yanaashiria ongezeko la matumizi ya kiteknolojia, kisiasa na kijeshi ya FARDC katika vita dhidi ya makundi ya waasi. Viongozi wa eneo hilo wameelezea wasiwasi wao juu ya usalama wa raia ambao wameendelea kuwa waathirika wakuu wa mzozo huu. Wengi wao wamelazimika kuyahama makazi yao kutafuta usalama. Mashirika ya kibinadamu yameendelea kutoa wito kwa pande zote zinazohusika na mapigano kuzingatia kuzingatia sheria ya kimataifa za kibinadamu na kuhakikisha usalama wa raia. Mvutano unaendelea kuwa mkubwa huku kukiwa na hofu wa kuongezeka kwa mapigano makali zaidi katika siku zijazo, licha ya kuwepo kwa juhudi za kikanda za kutafuta suluhu la amani la kudumu mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kundi la M23 limetangaza kwamba kuanzia tarehe 1 Novemba mwaka 2025 hati zote za kusafiria zilizotolewa na serikali kuu ya mji wa Kinshasa hazitatambuliwa katika maeneo yote yanayodhibitiwa na kundi hilo la waasi. Uamuzi huu unaziri miji mikubwa ya Goma na Bukavu pamoja na maeneo mengine kadhaa katika majimbo ya Kivu Kaskazini na Kivu Kusini. Hatua hii inajiri wakati ambapo M23 inaendelea kuimarisha utawala wake katika maeneo yote yaliyoyateka, ikijumuisha uanzishaji wa mifumo ya kiutawala inayofanya kazi sambamba na ile ya serikali.
Kumekuwa na ripoti za awali kuhusu M23 kutoa nyaraka zake za usafiri ambazo hata hivyo hazitambuliwi nje ya maeneo inayoyadhibiti, hali iliyosababisha wakazi wengi kukwama na kushindwa kusafiri. Vyanzo vya habari vimeeleza kuwa hatua hii mpya ni jaribio la M23 kujitenga zaidi na mamlaka ya Kinshasa na kuonyesha uwezo wake wa kusimamia kikamilifu maeneo inayoyashikilia. Msemaji wa M23 ambaye hakutaka jina lake litajwe alisema kuwa uamuzi huu unalenga kurahisisha utaratibu na usalama kwa raia wanaoishi chini ya udhibiti wao. Hata hivyo, tangazo hili limezua wasiwasi mkubwa miongoni mwa wakazi wa Goma na Bukavu na maeneo ya jirani. Wengi wanahofia kuwa watatengwa zaidi na maeneo mengine ya Kongo na dunia kwa jumla. Mashirika ya kutetea haki za kibinadamu yameelezea wasiwasi wake yakisema hatua hii inaweza kukiuka haki ya msingi ya uhuru wa kutembea. Mchambuzi wa masuala ya kisiasa katika eneo la Maziwa Makuu amesema kuwa hii ni ishara tosha kwamba M23 haitafuti tu udhibiti wa kijeshi bali pia inalenga kujenga muundo kamili wa serikali mbadala. Ni changamoto la moja kwa moja kwa mamlaka ya Rais Felix Antoine Tshisekedi na inaweza kuzidisha ugumu wa upatikanaji wa suluhu la amani. Serikali ya Kinshasa bado haijatoa tamko rasmi kuhusu hatua hii ya M23. Hali ya wasiwasi inaendelea kutanda huku wakazi wakisubiri kuona jinsi agizo hili litakavyotekelezwa na ni zipi zitakazokuwa athari zake za muda mrefu kwa maisha yao na kwa mustakabali wa maeneo ya mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tuanze na vichwa vikubwa vya habari zetu. Jimboni Ituri, shambulio mpya ya wapiganaji wa Codeco ilisababisha mauaji ya karibu watu 14 hii siku ya 4 asubuhi katika kijiji cha Loi mtaani Jugu. Ni wahami wa kambi ya Roe walioenda katika mashamba yao upande wa eneo la Maze. Jimboni Kivu Kaskazini, walimu wa eneo la elimu la Kivu Kaskazini ya kwanza na ya tatu walianza pokea mishahara yao ya mwezi wa 6 kwenye 4 waliodai, nikiisha miezi mingi ya madai na mgomo wa kazi. Hospitali Hill Africa katika uhusiano na hospitali kuu ya Beni iliandaa siku ya 3 kampeni ya matengenezo ya maeneo ya uzazi ya wanawake. Kampeni hiyo ya matunzo bila malipo itaendeshwa hadi tarehe 13 Oktoba ijayo. Baki nasi mpenda msikilizaji popote unapopatikana. Asante kwa kuwa nasi wengi. Ifuatayo ndiyo taarifa kamili ya habari. Salamu, karibuni na usikivu mwema. Jimboni Ituri, shambulio mpya ya wapiganaji wa Codeco ilisababisha mauaji ya karibu watu 14 hii siku ya 4 asubuhi katika kijiji cha Loi mtaani Jugu. Ni wahami wa kambi ya Roe walioenda katika mashamba yao upande wa eneo la Maze. Taarifa ya Isaac Remoyope, usomi wa mwenzetu Martial Kizabia Mungu. Kundi moja ya wakimbizi wenye walikuwa wakijielekeza shambani kwa kutafuta chakula karibu ya Maze walianguka katika mtego ya wahasi ya Codeco. Wanamgambo hawa waliwafyatulia masasi mara moja mbele ya kukatakata wahanga wengine na mipanga. Mili ya watu 14 zililogotwa, imehakikisha shirika la raia nyumbani. Shirika hii inaongeza kusema hesabu hii ya wafu iko ya muda kwa kuwa utafiti umeendelea. Mashambulio hii ilileta uoga na wasiwasi kati ya wakimbizi wa kempi ya Roe yenye kupatikana kilomita 2 tu na mahali ya ajali. Shirika la raia na waongozi wa kiasili wanalomba kutumwa kwa jeshi la taifa mbio kwa hile eneo kwa kukamilisha usalama. Wanashutumu pia kutokuheshimu mkataba wa amani ya pale Aru ya pili wa mwezi wa Juni kati ya kundi zenye kubeba silaha, kati yao Codeco,
kabla ya kusaini hii mkataba ya amani bado wanaendelea kuua watu mtani Njugu. Zaidi ya watu 10 waliuawa pia siku kidogo zimepita na wahasi ya Codeco pale kwa Lida na nyumba nyingi kuchomwa. Jeshi la taifa haijatosha maoni yake kuhusu hii jambo. Nikiripoti kutoka Bunya, mimi Martial Kizapia Mungu, Radio Okapi. Upande mwingine, kamanda wa jimbo la 32 la kijeshi la FARDC anaomba vijana wakaze hisia zao za uzalendo na upendeleo wa nchi na tena wapinge vita na ujeuri unaoharibu jimbo la Ituri. Hiyo kwa kuunga mkono juhudi za kijeshi na kurudisha amani ya kudumu huku. Wito huo ulifanyika wakati wa mkutano wa kuamsha uraia siku ya 3 mjini Bunia na uongozi jimboni wa hifadhi za majeshi RAD. Kwa kifupi tena, Human Rights Watch imeshutumu hukumu ya kifo dhidi ya rais wa zamani Joseph Kabila na mahakama kuu ya kijeshi. Katika tangazo ya siku ya 3, shirika hilo la kimataifa linasema kesi hiyo inatia taifa ya haki katika hatari, ni pamoja na uharibifu wa demokrasia nchini DRC. Mwendo wa kesi hiyo haukuruhusu mshutumiwa kujitetea na unaenda kinyume ya kanuni ya kesi ya ustawi inayohakikishwa na haki ya kimataifa. Shirika hilo linakumbusha kwamba Kamisheni ya Afrika ya haki za binadamu inapinga daima uwezo wa mahakama ya kijeshi dhidi ya raia. Kesi hiyo ilifanyika haraka na kufanana utatuzi wa alama za kisiasa na sio utafiti wa haki, bali mbinu kwa kuondoa mpinzani wa kisiasa, imeandika Human Rights Watch. Na katika jimbo la Tanganyika, wafungwa 9 walikimbia katika gereza kuu ya Manono siku ya pili usiku iliyopita. Mmoja miongoni mwao waliuawa kwa risasi na polisi wa ulinzi wa gereza. Kiongozi wa mtaa anasema ndio mara ya 8 wafungwa wanakimbia katika gereza hiyo, ni kutokana na shurti mbaya za maisha, aidha ukosefu wa chakula, dawa, maji safi na umeme. Kiongozi wa mtaa Manono, Cyprien Kitanga, tumsikilize. Masemi yake yalichukuliwa na Pole Munanga. Kulikuwa watu waliokimbia katika gereza, na hii si mara ya kwanza, inakuwa pata mara 8 tukisabia. Mara ya kwanza kama watu wote walitokaka kwenye gereza na wakakimbia. Inayofanyisha ni kusema kwanza ukuta kufatana na sheria, kufatana na kanuni, inapasha kuwa mita 6. Prison yetu ya Manono iko na mita 3. Ni kwepesi mtu kutoka na kupanda na kuruka kwenye anaenda, kwa sababu ukuta ni mdogo. Ya pili inayofanyisha baba journaliste, ile makuta ambayo nakuyaka tunaita kwa jina ya kimombo subvention kwa maprison, inakuwa depuis mwezi Januari mpaka sasa hivi hatujapata time franc kutoka kwa niveau national. Serikali ya jimbo ilianza ikaleta mchango wake kidogo kuanzia Janvier mpaka Avril. Hii siku yote ile msaada hakuji tena. Ni kusema kwenye gereza letu za Manono watu awali hakuna chakula, hamuna maji, hamuna moto. Tena vikikufanyisha zaidi kukosa wamzi. Kuko mwamzi mmoja tu ndio unaona mtu bali mfunga na anafanya hata miaka 2, miaka 3 asambishwa hapana. Walimu wa eneo la elimu la Kivu Kaskazini ya kwanza na 3 walianza pokea mishahara yao ya mwezi wa 6 kwenye miezi 4 waliodai. Ni walimu wa mji wa Goma, wa mitaa ya Nyiragongo, Rutshuru, Masisi na Walikale. Ni shirika la Caritas ndio linawalipa kupitia mobile money kwa shule zimoja. Ni kisha miezi mingi ya madai na mgomo wa kazi. Mmoja wa walimu wa Masisi ni Selemani Ruchuba Bejo. Tumsikilize akishuhudia hapa. Mwenzetu Sifa Maguru anafafanua. Tulipokea mwezi wa Juni kuanzia jana. Caritas Iford na wanachama wetu walijadili ili kutuadhiri ratiba ambayo ni pamoja na kulipa kwa awamu ya 3. Alhamisi ijayo na Jumatatu kukamilisha miezi 3 iliyobaki. Na kwa hiyo kwa miezi 9 ya malimbikizo tulipokea miezi 6. Na cha kusikitisha ni kwamba walimu wa shule za msingi walipata miezi 2 tu na bonasi ya fedha za uendeshaji. Kwa hiyo kuna gharama za uendeshaji wa miezi 7 na malipo ya gratuite. Sasa nia yetu ni kuenda mbele ya Caritas ili iwajibike na ilipe kila mwezi inavyopaswa, na kwa sababu walimu wengine leo wanapokea mwezi wa Septemba, tunaweka shinikizo kwa Caritas kuwa na uwezo wa kulipa ili walimu nao waone gisi ya kuwapanga watoto wao shuleni.
Walimu wale wanajulisha kwamba tangu miezi mingi shule zao hazipate marupurupu ya mafunzo bila malipo na fedha za mwenendo wa kazi. Hospitali Hill Africa katika uhusiano na hospitali kuu ya Beni iliandaa siku ya 3 kampeni ya matengenezo ya maeneo ya uzazi ya wanawake. Kampeni hiyo ya matunzo bila malipo itaendeshwa hadi tarehe 13 Oktoba ijayo. Daktari Jeremy Muhindo, mkuu wa hospitali kuu ya Beni, anatoa mafasirio hapa mbele ya mikrofoni ya Mark Marofimbo. Hospitali kuu ya Beni imeandaa kampeni ya kuweza kuhudumia wamama, wasichana ambao wamekuwa na mashida za kiafya, yaani kupasuka kwa mfuko wa mkoyo, kisha mama anakuwa anapoteza mkoyo bila kujua, ama anaweza kuwa anapitisha hata mavi bila kujua kwa kiungo yake ya siri, na kama amepata pia vitendo ya ujeuri ama ubakaji ama alizaa kwa magumu na kiungo kyake kia siri kilipata kupasuka, hiyo magonjwa zote tumetangazia watu ya kama kampeni itatusaidia kwa kutunza hayo magonjwa. Ni kusema mtu kwanza atapata dawa kwa bure, hata lipa consultation, na kama natoka mbali hiyo pesa tutamrudishia. Ni kusema tutamsafirisha kukuja tukome na kumrudisha. Jueni kwamba katika eneo hilo la Grand Nord, kampeni hiyo inaelekea maeneo ya afya ya Oicha, Mutwanga, Mabalako, Kalunguta, Vuosi na mji wa Butembo. Upande mwingine, mwezi huu wa Oktoba ni wa kampeni ya mwaka ulimwenguni wa uhimizaji wa wanawake kwa uchunguzi wa kansa ya matiti ya kike. Mjini Beni, kampeni hiyo ilianzishwa hii siku ya 4 katika gereza ya wanawake. Hapo walihimiza kuhusu lazima ya kuzuia na kwa uchunguzi kawaida. Hapo walichunguzwa na madaktari wa magonjwa ya wanawake wa kikosi cha Monisco na hospitali kuu ya Beni. Baada ya uhimizaji huo, wafungwa wa gereza ya Kawangai walichunguzwa pia bila malipo, pamoja na wafungwa wengine wasichana watoto. Hatimaye hapa mjini Kinshasa, vijana wa mkoa wa Lutendele katika mtaa wa Mongafula wanajihusisha sana na makazi ya usanii. Ni kwa ujibu kwa matatizo ya ukosefu wa kazi wala tena uhalifu wa vijana. Wengi wanatengeneza vitu mbalimbali kadhaa katika nia ya kuboresha makazi yao. Na waalika sasa kusikiliza sehemu ya pili matangazo yetu pamoja na mwenzetu Rosalie Zawadi. Radio Okapi, invité en Swahili. Huko Kivu Kaskazini katika mji wa Beni, wanachama wa kamati za ulinzi wa mitaa zaidi pale Mulekera walihamasishwa kwa siku ya kimataifa ya amani ili wahimize wakaaji wa eneo hilo kuhusu mbinu za kutafuta amani. Hivi sasa ni nini tayari imefanywa na ni nini inayobaki? Tunajadili hili na Benjamin Simoni, mjumbe wa kamati ya ulinzi ya mtaa pale Mulekera, katika mahojiano haya na Mark Marofimbo. Benjamin Asimoni, jambo. Jambo bwana Mark Marofimbo. Tarehe 21 Septemba, siku kuu kimataifa ya amani. Kwanza kibinafsi inaonesha nini kwako? Kwangu mimi nikiwa mwakilishi wa muungano wa mashirika za vijana ambazo zinafuatilia kushikamana agenda jeunesse paix sécurité ama vijana amani na usalama, inamaanisha kwamba tuna muito sasa ya kuweza kuwasisitiza wale wakazi vijana, wasichana na waongozi kwa kujua ya kwamba kazi za ujenzi wa amani ni kazi wetu sote, kwani inafikia kiwango ambamo tunaona kama sisi ambao ni mashirika ambao tunakuwa na kazi kwa upekee ya ujenzi wa amani, inaonekana kama hiyo kazi imekuwa ni yetu sisi, na zaidi wakaaji wanakuwa wakijiuliza, sasa nini mnasema mnatumika kwa mambo ya ujenzi wa amani, mbona tuone amani? Ni jambo ambalo linatusikitisha roho sana, na tunakuta kama ni ya muhimu kamati sasa hatua ya kuwasisitiza, ya kuweza kuwahimiza waweze kuwa na hiyo akili, mafikiri ya kujua kama kazi za ujenzi wa amani zinaanja kwa ubinafsi, kwa kuweza kuweka mazingira bora, kimya ya usalama na ya amani.
Nini imekwisha kufanyika kwa kweli hadi hapo? Mpaka hapo ni hiyo tu kusema volonté politique, na ya muhimu sana sasa, ili iweze kupana picha nzuri, picha ya kudumu, kwa kuweza kupatanisha mawazo na nguvu ya sisi vijana, wasichana na yale ambao wao waongozi wamepangilia ama wameweza kutia kama mawazo, ili tuone sasa kazi za ujenzi wa usalama unafanyikana ndani ya umoja, na watu wakijua kwa pamoja kama huyu kwa ngambo yake atafanya hivi, nami kwa ngambo yangu nitafanya hivi. Na wakati tunafanya kazi zetu zote, kama tutafanya ni mapledoyer, kama tutafanya ni sit-in, kama tutafanya ni ma conference, kusikue kusema viongozi wanazuiza kazi zetu ambazo zinatafutisha kujenga usalama. Na sisi pia tukiona viongozi wanasema tunakamata decision fulani ili kufanya kama ni couvre-feu, kufanya kama ni état de siège, kufanya kama ni decision fulani, nasi pia tukubali kusema kufatana na maongezi ambayo tumefanya ndani ya hiyo chumba, inaonekana kabisa ni ya muhimu tuweze kuhimiza. Na sisi vijana ambao tunakuwa ndani ya mouvement citoyen, ndani ya ma ONG des jeunes, ndani ya ingine mashirika mbalimbali ya vijana, tutasema ndio tunahimiza na wale wakazi wengine kusema tuunge mkono hiyo ma decision ambao viongozi wamekamata, kwani tulishirikishwa. Kama tushirikishwe itakuwa ni vigumu, tutaonana kama pusu na panya. Na majukumu ya population, majukumu ya population inapenda iweze kuhudhuria kazi za ujenzi wa usalama na amani, lakini malalamiko yote ama sijui alerte yote ambayo population wanatoa, wamechoka kuona kama hawasikike. Unaona jambo ambayo ilipitika hapa mnao maeneo ya quartier Kalinda, vijana na wakazi wengine waliona watu ambao hawawafamii, na wakati waliweza kupana ripoti, wakishapana ripoti haionekani kama alerte yao inakamatika kwa umuhimu. Wakati waliona haikamatiki kwa umuhimu, chef de quartier ama chef de cellule wanakuwa wakijitosha ndani ya situation, wanakuwa kama hawaelewe, ni watu tu wa enkoni. Vijana wakifanya nini? Wakiona basi tuone namna gani tutaweza kujikinga na kutafuta kujikinga. Wao hawana formation juu ya namna gani wanaweza prendre en charge situation kama na ile inaleta vurugo. Ni kusema population kwa sasa inakuwa na haja, wakati wanatoa maoni fulani, alert juu ya kusema hewa haiko mzuri ngambo fulani, wanapenda waone vyombo vya usalama, serikali ndani ya sura yake yote, sijui ANR, police, FARDC, wachukue alerte zote za population kwa umuhimu na waweze kuzichunguza na wapane ripoti kama nini wameendesha kama kazi, ili wakaaji wajue kusema hiyo mambo ambayo tuliweza kushitaki viongozi walichukua, wakatumika, wakachunguza na majibu yao ni hii. Hapana kwa siku mrefu, kwani usalama unajengwa siku kwa siku, kuanja kwa mawazo, kwa matendo na kazi mbalimbali. Shukrani Benjamin. Asante sana. Radio Okapi, dossier en Swahili. Watu wengi wanakubali kuwa wanashindwa kuheshimu wakati, iwe ni kwenda kwenye mkutano na mtu ama kwenye ibada au misa, kazini, hata kupanda ndege. Hata hivyo, kushika wakati inabaki kuwa tabia muhimu katika maisha ya kazi na hata katika mahusiano yetu ya kijamii. Kwa hiyo, kwa nini sasa ni vigumu sana kufika kwa wakati? Na zaidi ya yote, inaleta faida gani? Baadhi ya majibu yametolewa katika ripoti hii na Jean-Claude Lokidile. Mkutano, maulizo wa kazi ulioshindikana, ndege tayari imeondoka, mifano ni mingi. Emmanuel Jidija, mkazi wa Bunya, hata sao kamwe kumbukumbu hiyo ya uchungu. Siku moja 2015 rafiki yangu alikuwa malali ku hospital, ifale nifike kumuona 10h midi trainer, kisha nikafika 11h, 1h ya retard. Kufika hivi bana niambia ke anakufa. Kama sasa hapa niko na rendezvous, inafaka asorte nifike avant le temps juu ile maneno nilifika kaisifike tena. Pembeni mwake Moise Dena anasumulia naye jinsi alivyokosa safari ya ndege kwa sababu ya kuchelewa kidogo tu. Ninakumbuka wakati nilikuwa naenda kufanya formation ku Uganda, alafu dereva mwenye alipasha kuja kunikamata akachelewa.
ilikuwa retard kwangu kwa kucheki mizigo yangu, alo nikabaki. Nikafika siku moja nyuma na wengine walimeisha kuendelea na hii mafundisho. Katika mazoea kila siku, wengi huchukulia kuchelewa kama jambo la kawaida. Lakini kwa Sara Muderwa, huu ndio tabia mbaya. Kisha nifikia mara mingi sana, niambie batu ke réunion itaanza 8h alors que réunion iko 10h juu. Inisaidie programme yenye nishatia, batu baba irespecte, me bafike programme yenye nilitia juu mie peke niliweke programme iko 10h njo minatia 8h, nikatia 10h batu batafika 12h. Vomia nitie 8h juu batu bafike 10h, ndio haiko bien. Kwa wengine kuwa na wakati ni swala la kujiheshimu na pia kuwaheshimu wengine. Joplin Mukondoko tuliyemkutanisha barabarani. Wakati nikifika mapema kumakutano fulani yenye baliniita, ni mwenye najisantira kwa kwanza niko ordone, paske mwenye anatembea wima inabidi aheshimu maneno yote. Na wakati nye nafika vile, na mi pia na konsidere ule mtu mwenye aliniita, inaomba na mi vini heshimu wakati. Waangalizi wanasema wazi, kukosa utamaduni wa kuheshimu muda kunaweza kuwa na kinyume sana: kupoteza kazi, kukosa mkutano yaliyoweza kukupatia bahati ya pesa. Hata hivyo, suluhisho rasmi zipo: kuandaa mambo yako mapema usiku kabla, kujua kwamba kuna mambo yanaweza kutukia rafla, na kutumia vikumbusho yani rappel kwenye simu ama kompyuta yako. Toka Bunya, naitwa Jean-Claude Loki, Dile, Radio Kapi. Mwisho wa kipindi hiki cha habari. Asante kwa wote walioungana nasi. Kwa irini.